Mwanzoni kabisa mwa movie yetu tunaanzia ndani ya misitu na mapori makubwa ambapo tunaonyeshwa wanyama wakali kama vile puma jamii ya paka wakiwa wanatembea kwa pamoja, lakini kuna kijana mmoja anayefahamika kama Krog ana uwezo wa kubadilika kutoka puma kuwa binadamu, na hii tabia ya kubadilika amekuwa akikatazwa kutoka alipokuwa mdogo, lakini sasa alikuwa ni mtafiti. Kwa kila siku alikuwa anatamani kujua kwa nini wanakatazwa kuwa binadamu na kuishi na binadamu. Kiu yake ya kutamani kujua siku moja ikamfanya aweze kubadilika kuwa binadamu na akaelekea mpaka katika maeneo ya mjini. Sasa alipokuwa akizurura hivi, kuna baba mmoja aliweza kumuona, akamwonea huruma, akajua ni mtoto yatima, akamwadopti. Waliishi naye kwa upendo kama mtoto wao wa kumzaa, lakini siku moja mambo yalikuwa yamebadilika kidogo, kwani walipokuwa wakitazama taarifa ya habari waligundua kwamba ni kama mji umevamiwa na wanyama ambao wanasababisha ajali nyingi. Jambo hili lilimsababisha huyu kijana anayefahamika kama Krog kuwa na mashaka na kuanza kujiuliza nini ambacho kinaendelea miongoni mwa wanyama hata waanze kufanya tabia za ajabu kama hizo. Lakini kesho yake mama yake anayefahamika kama Anna alikuwa amemtafutia Krog shule moja nzuri sana, kwa hiyo akawa anawaaga ndugu zake, lakini moja kati ya ndugu yake akawa anasema nakusindikiza kaka katika shule yako mpya. Na ukumbuke kwamba ninaposema mama yake ninamaanisha mama yake wa kumwadopti, yani yule mama ambaye amekuokota, ameanza kukulea. Lakini pia na dada yake ambaye anafahamika kama Melody alikuwa amekaa siti ya nyuma, basi akawa anaelekea huko shuleni. Lakini wakati safari imeanza kuelekea katika maeneo ya shule, Krog alishtuka kana kwamba kuna kama ndege wawili hivi walikuwa wakilifuatilia gari lake kutoka mwanzo mpaka safari inavyoendelea, na kila sehemu ambapo wanakunja kona, kila sehemu wanayoelekea hawa ndege waliendelea tu kulifuata ili gari, ni kama walikuwa wanawafuatilia. Sasa Krog akawa na wasiwasi kwamba isije kawa hawa ni wanyama kama mimi ambao wanaweza kubadilika kuwa binadamu. Sasa ilikuwa ni safari ndefu sana, hata mishale ya usiku ilipoweza kufika, basi walifika katika hoteli fulani hapa jirani. Sasa walipoweza kufika katika hii hoteli, Krog alishangaa kuona wale ndege bado wanaendelea kumfuatilia mpaka hapa. Bwana mdogo alipata wasiwasi sana, akawa anachungulia katika dirisha nyakati za usiku, akaweza kuona mbwa mwitu wakiwa wanakimbia kwa wingi sana katika hilo eneo. Sasa akawa elewi mbwa mwitu ina maana wako mpaka huko mitaani. Kesho yake alfajiri tena safari ikawa inaendelea. Wale ndege wawili ambao walikuwa wakifuatilia hii gari na wenyewe wakaanza safari pamoja, yaani kila sehemu ambapo gari hii inaelekea hawa ndege waliambatana nayo. Baada ya masaa kama 5 hivi wakafika katika eneo alilokuwa naelekea. Ili eneo linaitwa Clearwater High School, yani maji masafi high school. Ni shule ambayo huyu dogo atakwenda kusoma. Asa Krog aliendelea kuwatazama tu wale ndege wawili nini wanafanya. Baada ya kufika katika hii shule, hutakaa uweze uamini, wale ndege wakabadilika kwa wasichana wawili wazuri, wakawa wanaingia ndani ya shule hii. Mwamba akiwa haelewi kitu chochote kile, akashangaa pale pale mkuu wa shule anayefahamika kama Lisa akawa amefika na kuwasalimia kwa tabasamu kubwa, na akawa anamuuliza mwanamama Ana, uliwezaje kumpata mtoto huyu? Mwanamama akawa anasema, mume wangu wakati anaendelea na kazi zake ngumu, siku moja aliona mtoto huyu akiwa anazurura kana kwamba hana mwelekeo. Basi kutokea wakati huo tukawa tumemwadopti, tumeishi naye vizuri sana kwa upendo na amani. Kiufupi ni kwamba ni mtoto ambaye tunampenda kama mtoto wetu wa kumzaa. Tumetumia kila jitihada zetu kuwatafuta wazazi wake original kwa kuhangaika katika maeneo ya hospitali kutafuta DNA, lakini hakuna DNA ilikuwa na mechi na huyu bwana mdogo. Kwa hiyo mimi na mume wangu tukawa tumemkubali tu kwa kwamba ni zawadi ya Mungu ambayo ameweza kutupatia. Tumeanza kumlea na tumemtunza mpaka hapa. Baada ya mwanamama Risa kuweza kumsikiliza vizuri sana mwanamama Ana, basi alifurahi sana na kusema hongera kwa malezi mazuri ya kumlea Krog mpaka umri huu alipoweza kufikia. Kwa kweli sisi shule yetu inatoa elimu kwa wanafunzi wa rika zote, na ndio maana shule yetu imejitenga sana kwa sababu ina mafunzo maalum kabisa, kwa sababu mafunzo haya sio kila mwanafunzi anaweza akayasoma. Tulipokuwa tumepata taarifa ya kwamba unaishi na kijana ambaye hajasoma kutokea chekechea na yupo na umri mkubwa, ndio maana tukakutumia barua ya mwaliko na kukualika huku. Na Elisa akamhakikishia mwanamama kwamba Krog atajua kusoma, atajua kuandika na atajua kila kitu ambacho mtoto mwingine wa shule za kawaida anakijua. Sasa mwanamama alipoweza kutoka nje pamoja na mdogo wake anayefahamika kama Melody, akabakia Elisa mkuu wa shule pamoja na mwamba Krog. Elisa akasema, najua kwamba wewe ni mnyama na katika hii shule wote wanaosoma hapa ni wanyama. Krog alibaki amepigwa na butwaa, inakuwaje hii kitu? Lakini hata kabla Krog hajauliza swali lolote lile, kuna alamu ikawa imegonga, ni kama kengele ya dharura hivi. Wakawa wametoka pale wakiwa wanakimbia. Kumbe bana, mama yake na mwamba Krog pamoja na dada yake Melody walikuwa wakitembea katika maeneo ambayo hayaruhusiwi kabisa kwenda kuyatembelea, kwa sababu huko kuna wanyama wa kila aina. Sasa wao wakawa wanafurahia kuweza kuona kwamba hii shule ina wanyama wengi, lakini principal akasema kwamba hairuhusiwi kabisa huko mtu aweze kuelekea. Samani sana, tunaomba urudi. Lakini mwanamama Ana alikuwa ameshangazwa sana na hii shule, kwani unaweza kukuta chui ana urafiki na swala na urafiki na sungura, yani kama vile tuko na urafiki fulani ambao sio wa kawaida kabisa katika maisha ya wanyama ambao wamezoeleka. Lakini huyu bwana mdogo anayefahamika kama Krog aliweza kupamiana na mtu mmoja hivi. Huyu mtu ni kama anajuana naye katika yale maeneo ya mbuga alikokuwa ametokea, na walikuwa na kama kauadui fulani hivi. Sasa wakataka kuanza kutoleana makucha, lakini mwalimu akaja na kusema nyie acheni kabisa. Dakika chache baadaye shule ikaandaa sherehe ndogo kabisa ya
kuweza kuwakaribisha hawa wanafunzi wageni. Kisha baada ya sherehe, mwanamama Anna akiwa ameambatana na mtoto wake Melody wakawa wanarejea nyumbani. Wakawa wamemwaga Krogi na kumwambia kwamba ajitahidi kuvumilia katika haya mazingira mageni, na kama atakuwa amewamisi basi asisite kuwapigia simu. Sasa wakati huo huo, mwamba mmoja anayefahamika kama Andrew alikuwa anawasili na gari yake moja ya hela ndefu. Huyu jamaa ndio mdhamini wa hii shule, yani kiufupi watu wanaishi hapa kwa sababu ya huyu mzee kutia pesa yake. Krogi akamfuata huyu Andrew na akamwambia kwamba ninafurahi sana kuondoka katika maeneo ya mwituni kuja kuishi huku katika maeneo haya, kwa sababu ninaamini kuna maisha mengine nje ya kuwa puma daima. Na akasema kama ningeendelea kuwa puma daima basi kuna vitu vingi ambavyo nisingeweza kujifunza. Nimeamua kupiga hatua. Basi baadaye hapo Lisa akawa amemtoa Krogi na akampeleka katika chumba chake cha kulala, akamuonesha sheria zote namna gani anaweza kaishi hapa katika hii shule. Kisha baada hapo Elisa akawa anatoka. Na ghafla tu akakaona kamnyama fulani hivi kanatembea tembea katika dirisha. Sijui mnyama anaitwaje. Baadaye mwamba akaamua tu kumfungulia, kwa sababu katika hii shule unaweza kudhania kitu ni mnyama kumbe ni binadamu. Na ni kweli kabisa, yule mnyama alipoweza tu kuingia ndani akabadilika na kuwa binti moja mrembo sana. Kabidada kanaitwa Hali. Kenyewe ndiko katakakokuwa kanamuongoza mwamba katika maeneo ya madarasa na kila shughuli yote inayoendelea hapa shuleni. Hasa madarasa yao ni tofauti kabisa na madarasa yetu. Wao wanaenda kukusanyika katika eneo la poli, na mwalimu wao ambaye ni Black akaanza kuwapatia maonyo na kusema kwamba hakuna mwanafunzi anayeruhusiwa kubadilika mbele ya wanadamu. Sheria ya pili, huruhusiwi kupigana na mwenzako kwa kutumia uwezo wako huo wa unyama. Yani ni kosa kubwa sana katika eneo hili la shule. Alafu mwalimu akasema tunahitaji kuona Krogi unabadilika kuwa mnyama wa namna gani. Hebu onyesha uwezo wako. Lakini kabla Krogi hajaweza kubadilika, kuna mwamba mmoja na kimbelembele si mchezo. Mwamba anaitwa Brandon akabadilika na kuwa ng'ombe fulani kubwa sana, ni wale ng'ombe poli. Sasa mwamba akabadilika amekuwa ng'ombe mtu, lakini sasa shida inapokuja ni kwamba kubadilika kuwa mtu jamaa anatumiaga muda mrefu sana, kwa sababu anashindwaga kujirudisha katika hali yake ya kawaida kiwepesi. Kufikia hapo mwamba Krogi akaanza kupata wasiwasi kwamba isije akawa amebadilika kuwa puma na akajikuta anashindwa kurudi tena kuwa binadamu, na itakuwa haina maana kabisa yeye kuja kuishi huku. Kwa hiyo akawa anaogopa sana kubadilika kuwa tena puma, akawa anaogopa, na walimu waliweza kushuhudia jambo hilo. Lakini Lisa akawa amemwahi Krogi na kumwambia kwamba jaribu kukumbuka mazingira yote ya polini. Unaweza ukabadilika na kuwa puma, lakini pia unaweza ukabadilika na kuwa binadamu tena, wala sio kipengele kizito, jaribu tu. Ni kweli kabisa bwana, mwamba Krogi alifanikiwa kubadilika na kuwa tena puma. Mkuu wa shule akasema kila mtu abadilike sasa, kwa sababu wao ni wenyeji, kubadilika sio kipengele. Kumbe bana, walivyoweza kubadilika wote walikuwa kama ni mapuma tu, yani wote ni wanyama wa aina moja. Hasa wakaendelea kufundishwa maadili ya kubadilika kuwa mnyama na maadili ya kubadilika kuwa binadamu, vitu gani vya kuzingatia pindi wanapofanya mabadiliko hayo na kwa sababu gani wafanye hivyo. Mishale ya usiku, mwamba Krogi akiwa yuko chumbani kwake akawa anataka kujaribisha kubadilika, lakini ghafla akasikia kuna mtu anagonga hodi. Kuja kutazama ni yule mwamba Brandon ambaye alibadilika kuwa ng'ombe poli. Mwamba akasema mwanangu, tutakuwa tunaishi wote. Okay bana, haina shida. Lakini kabidada Hali hapo hapo kakaingia ndani ya chumba kakasema jamani, ni muda wa chakula. Kumbuka haka ndiko kanakomsimamia Krogi katika kila shughuli. Hasa wakiwa katika maeneo ya kujipatia misoso wakawa wanakaribishwa na mpishi, lakini pia wakakutana na mwamba mmoja anafahamika kama Doran. Huyu jamaa anasema kwamba mimi mara ya kwanza nilikuwa nageuka kuwa paka na nilikuwa naishi katika nyumba ya watu kama paka hivyo hivyo, lakini siku moja walikuja kuninasa nikiwa nimebadilika, alafu mikononi mwangu nina dagaa wa kutosha. Wakagundua kwamba mimi sio binadamu wa kawaida, ndipo ambapo nikafukuzwa katika ile nyumba. Kwa kweli kutokea ule wakati ambao mwamba Krogi amebadilika na kuwa puma, kidogo walikuwa wanamhofia wale ambao wanaweza kubadilika kuwa swala, vifarasi, yani vinyamanyama vile ambavyo vinaliwaliwa kidogo na puma, vikaanza kuogopa kila vinapopishana na jamaa. Lakini kila Krogi anapokutana na huyu Jeffrey huwa anapandisha hasira sana, yani kila anapomwona huyu Jeffrey hasira zinampanda sana, na kila wanapokutana wanatamani kupigana, na kila wanapotaka kupigana kuna mwalimu ambaye anawaingilia na kusema kwamba hampaswi kupigana katika maeneo haya, mkumbuke sheria. Lakini mishale ya usiku siku ya leo mwamba akawa amekumbuka familia yake. Basi ndoto alikuwa anaiota, alikuwa anaota akiwa yuko katika maeneo ya mapoli, lakini kati ya usingizi mwamba Brandon akabadilika na kuwa tena ng'ombe la polini. Sasa jamaa akibadilika kuwa binadamu ni kipengele kizito, na amebadilika afu anakupa mzito akavunja mpaka kitanda. Na mwamba Brandon akawa anasema bana, mimi nabadilikaga mara 2 katika wiki, yani hali hata sielewi kabisa na rafiki yangu. Lakini siku ya kesho yake bana, katika mashindano hapa shuleni, Brandon pamoja na dubu mmoja hivi wakapangiwa kuweza kupigana, lakini Brandon akasema hapana, mimi naogopa. Baada ya mwamba Brandon kuweza kukimbia, basi mwalimu akamchagua Krogi na akasema kwamba Krogi, unatakiwa kuonesha uwezo wako, pigana na huyu dubu. Na mwalimu akaenda kumnusisha harufu ambayo itamsababisha jamaa aweze kubadilika kwa haraka sana kuwa puma. Baada ya kuinusa tu ile harufu, dogo akabadilika na kuwa puma, ila sasa mwili wake ni mdogo tofauti kabisa na huyu dubu. Lakini licha ya udogo wake, bwana mdogo alijitutumua sana na kuweza kumshinda yule dubu. Sasa ilipoweza kufika zamu ya yule dogo anayefahamika kama Dory, aliyekuwa analelewa katika nyumba kama paka, yeye alikuwa anawajambia tu hawa, na harufu yake ukisikia
wewe mwenyewe unailisha mapambano. Lakini baada ya kutoka darasani, basi alikwenda kukutana na mwamba mmoja anayefahamika kama Andrew, mdhamini mkuu katika hii shule. Akasema, nilikuona katika maeneo ya mazoezi ukiwa umebadilika kuwa puma, umefanya vizuri sana na leo ndakupatia zawadi. Akampatia kile kidude cha kusababisha awe anabadilika kuwa puma kwa haraka. Akamwambia, waga unafanya mazoezi sana. Lakini Jeffrey alikuwa akishuhudia hilo tukio, hakupenda kabisa. Na haka Jeffrey kakamfuata Krogi kakamwambia kwamba inaonekana mdhamini wa shule anakupenda sana challenge na mimi hapa ni kuonesha uwezo wangu, usione madubu. Basi mwamba Krogi akawafuata marafiki zake yule Brandon pamoja na Harry, akawaambia kuwa yote aliyoweza kutokea kuhusiana na Jeffrey aliyetaka mapambano ili kuweza kudhibitisha kwamba yeye hana chochote kile. La Brandon akasema, kama ukija kupigana tu sheria ya hii shule unafukuzwa siku hiyo hiyo, kwa usisubutu kuja kupigana na huyo Jeffrey. Lakini Krogi akasema, sitokuwa mnyonge daima, lazima siku moja nitazichapa tu. Lakini haka kabidada kanakofahamika kama Harry kakamuunga mkono Krogi, akasema kwamba hutakiwi kuwa mnyonge, kama mbwai na iwe mbwai. Basi ikabidi tu mwamba Brandon naye kusema kwamba kama mnachokitafuta mtakipata, mimi ndawaunga tu mkono. Basi zilipofika nyakati za usiku, wakawa wanachomoka katika maeneo ya mabweni wanaelekea maeneo ya polini kidogo. Hasa unajua balaa la hicho ambacho alikuwa anaenda kukipoteza ama kukitafuta huko polini ilikuwa ni hatari na nusu. Usijaribu aisee. Basi nikusihi kubaki na mimi na tukutane katika episode ya pili. Hasa ili uweze kuiona episode ya pili ni rahisi sana. Nenda hapo katika eneo la kusubscribe. Ukigusa hiyo alama ya kusubscribe zitajitokeza chaneli mbili. Unatakiwa kugusa alama ya kusubscribe katika chaneli zote kwani episode ya pili inatoka humo. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max.